ardhi ni nishati inazalishwa kutoka chini ya dunia. Nishati ambayo haitegemei mabadiliko ya hali ya hewa au mabadiliko ya nchi. Tunatumia nishati ya joto ardhi kuzalisha umeme pamoja na matumizi ya moja kwa moja, ikiwemo katika matumizi ya viwanda na mashamba. Kwa mkoa wa Mbeya tuna miradi mikubwa mitatu ambayo imeanza ipo katika hatua za awali za uchimbaji joto ardhi, na itegemewe kuanzia mwaka 2028-29 tutapata umeme kwa joto ardhi ambao itasaidia katika shughuli za viwanda na matumizi moja kwa moja ya joto ardhi. Serikali kupitia kampuni ya uendelezaji joto ardhi TGDC imenunua mitambo ya uchorongaji ambayo tayari iko site, na imenunua vifaa kwa ajili ya kuendesha shughuli za uchorongaji ambapo tayari navyo viko site. Sasa hizi imebakia maandalizi tu ya mwisho madogo kabla shughuli rasmi ya uchimbaji kuanza. Tunatarajia kuanza kuchimba karibuni, kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Kama unavyoona kwenye picha hapa ni mradi wetu wa joto ardhi uliopo Ngozi, na tayari mashine au mtambo wa kuchoronga kisima cha uhakiki wa nishati ya joto ardhi upo kwenye thamani ya shilingi bilioni 13. Tunaishukuru serikali yetu ya Tanzania chini ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kupata mtambo huu ambao utaenda kuhakiki nishati ya joto ardhi kwa ajili ya kuchimba na kuweza kuhakiki nishati hiyo. Watanzania wategemea kupata nishati safi jadidifu ya joto ardhi. Kwa muda mrefu tumekuwa na changamoto za umeme, lakini tunapoelekea changamoto inaenda kutatuliwa na nishati safi ya joto ardhi. Baada ya kuwa TGDC imefanikisha kuingiza umeme katika gridi ya taifa, kwanza tutakuwa sehemu ya kuchangia uchumi wa Tanzania kupitia hata wana Mbeya, lakini pia tutakuwa tumechangia kwenye usalama kama ambavyo mmemsikia Mheshimiwa Rais hata wakati wa uapisho wa viongozi wa hivi karibuni, akiwepo mtendaji wetu wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, alisema umeme ni usalama. Hivyo sisi tutakuwa kwa namna moja ama nyingine tumechangia huo usalama kwa kuhakikisha umeme wetu unakuwepo available muda wowote. Kwa hiyo itakuwa imechochea uchumi, lakini pia wananchi wa maeneo jirani watakuwa wamenufaika na yale matumizi ya moja kwa moja, kwa sababu yale maji yanakuwa yametoa ule mvuke, yakishapozwa yanaenda kufanya matumizi mengine kabla ya kuyarudisha kule ardhini kwa ajili ya kutengeneza ile concept ya renewable energy ama nishati jadidifu endelevu isiyoisha.